वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu wa nuswali ala rasulihi karim wa ala abdihi al-masih al-maud alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, karibuni tena katika kipindi mpendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam na zile shutuma zotolewa dhidi ya maisha yake katika maisha yake. Hivi leo katika studio niko na wageni watakaonisaidia kuchanganua na kupambanua madai hayo ama hizo shutuma zotolewa. Na katika upande wa kulia niko na mgeni kwa jina lake Idi Mahmud Makoha, na kwa upande wangu kushoto niko na Qasim Oponyo Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibuni kwa kipindi chetu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jinsi tunavyofahamu kuwa katika maisha Masih Maud alayhi salatu wasalam kuna shutuma na pingamizi nyingi sana zilizotolewa dhidi ya maisha yake na kutoka kwa wapinzani wetu, na mojawapo ya shutuma ama tuhuma walizotoa ni wanasema kuwa Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam baadhi ya funuo zake za uongo. Wakati kwa mfano kama funuo mbali pata inaosema kuwa anta minni bimanzilati arshi, wanasema kuwa hii anajaribu kuonyesha uungu katika kujinasibishia ile ufalme wa Mwenyezi Mungu, pia anajaribu kuonyesha uungu wake ndani yake. Je, utaelezaje? Asante sana ndugu mfawidhi. Jambo la kwanza tuelewe kwamba funuo nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimfunulia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hazikuwa zinakuja kwa njia ya kidhahiri, bali zilikuwa zinakuja kwa njia ya istiara. Na watu wengi wanaelewa, wanachukulia mambo kidhahiri. Hawa pinzani ndio sababu wanakosa kuelewa kiini cha funuo hizi zote, na baadaye wanaanza kushinikiza shutuma dhidi ya madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Sasa huu funuo kusema anta minni bimanzilati arshi, yani wewe kwangu umpendwa kama kilivyo kiti changu cha enzi, ndio tafsiri yake. Hii ilikuwa ni kumweleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ya kwamba ukaribu wa Mwenyezi Mungu naye na ukaribu wake na Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana na ni muhimu kama vile kiti kilicho muhimu, kwa sababu kiti ni mahali mtu anakaa, na sasa kwa mantiki hii kiti cha kiroho ndicho kinazungumziwa hapa. Sasa hawa wapinzani wanachukulia istiara ya kiroho, wanafikiri kwamba ni jambo la kidhahiri, kwamba kweli ni kiti cha kukalia, lakini maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu alimweka katika sehemu kubwa sana ya kuwa yuko karibu naye katika kila hali, kwa sababu alimtafuta katika ibada, alimtafuta katika kila hali, na hivyo akawa amemkurubia jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alipenda. Na ndiyo sababu, na hata imeandikwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam mwenyewe akaandika ufunuo huu ambao sasa nitaomba ninukuu kutoka kitabu chake mwenyewe. Ufunuo umeandikwa katika kitabu cha Tadhkira, ni ukurasa wa 718, na pia katika kitabu cha Funuo za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ukurasa wa 35, ambacho kilikuwa kinamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu amemweka katika ukaribu sana. Uhusiano wake wa kiroho na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ulikuwa ni mkubwa. Hii inamaanisha kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa kweli ameungana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhusiano wa hali ya juu, na hii ni ya kiroho, haina uhusiano wowote na kiti cha kidhahiri. Asante sana kwa maelezo yako hayo mazuri. Kwa hivyo inamaanisha arshi, hii kiti si ya kidhahiri, ni ya kiroho, na pia nazungumzia cheo, hadhi. Na ukirudia kwako Bwana Qasim Oponyo,
unapata pia mojawapo ya ufunuo ambao Masihi alipokea pia inasema kuwa anta ismi al-ala, kuwa anasema kuwa jina lake na jina la Mwenyezi Mungu. Wapinzani wanasema kuwa yeye anajaribu kunasibisha jina lake Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam kuwa ni sawa na jina la Mwenyezi Mungu kulingana na hiyo ufunuo aliopata. Je, utatoaje hii dhana potovu kwa wapinzani ama wanaotoa shutuma kuhusu hii ufunuo? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Tufahamu ya kwamba hizi ndizo pingamizi ambazo wapinzani wa Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam wanatumia, na wanasema kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amejilimbikizia majina ya Mwenyezi Mungu, na wanasema kwamba hii inaonyesha shirki kubwa sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika kitabu chake Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amepambanua maneno kama haya, na ningeomba ninukuu. Naam, katika kitabu chake cha Tiryaqul Qulub ukurasa wa 81 na kitabu cha Rohan Ghazain jalada la 15 ukurasa ni wa 315, Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ameelezea akisema kwamba wewe ni dhihirisho, alikiwa ni ufunuo kwamba ambao Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amepewa. Allah anamwambia wewe ni dhihirisho la jina langu la kipekee. Sasa unaona katika funuo huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba wewe ni dhihirisho langu la kipekee. Na Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam akielezea ama katika sifa hii anasema jina hili anasema ni jina la kisifa, bali sio jina ambalo ni la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwa mfano tunaona ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuita mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yeye ni nuru, an-nur. Na tunajua kwamba an-nur ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika mitume ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma huwa wanakuwa na sifa za Allah Subhanahu, ama wanachukua sifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika pia katika ufafanuzi zaidi ni kwamba hii Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amepewa jina hili alayhi salatu wasalam, amepewa jina hili ili kudhihirisha sifa halisi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile tumeona hata katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema ismuhu Ahmad. Neno ya ismu maana yake ni sifa. Sasa ismuhu Ahmad, jina lake ni Ahmad. Sasa hii inakuwa ni jina ambalo ni la sifa, bali si jina la Mwenyezi Mungu mwenyewe ambalo tunaweza kusema mwanadamu hawezi akalishare na ama kulitumia. Na katika kudhihirisha jambo hili ya kwamba hakuna katika vitabu ambavyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam yeye amejiita kuwa Mungu kwa kutumia majina kama haya, na wamekosa kuleta ushahidi, lakini wao wanalimbikiza tu maneno kwa Masihi alaidiwa ili aonekane ya kwamba yeye ametumia maneno ya Mwenyezi Mungu ama majina ya Mwenyezi Mungu kwa kujipatia yeye kwamba yeye ni Allah. Lakini katika vitabu vyake hakuna mahali ambapo maneno haya yanapatikana. Na neno hili likitumika kwamba wewe ni dhihirisho langu la kweli, nimetangulia kusema kwamba linadhihirisha ama linaweka wazi uhusiano wa Masihi alaidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yote yametoka kwa mitume ambao Mwenyezi Mungu amewatuma kwa kudhihirisha umoja wao ama sifa zao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, na katika kuhusiana na hiyo ufunuo wa Masihi Maud alayhi salam unaosema, je, kuna aya yote ndani ya Qur'an tukufu unaweza ukanukulia mtazamaji ili afaidike nayo pia? Naam, katika sura ya 58 aya 22, baada ya udhubillahi minashaitani rajim bismillahirrahmanirrahim, Mwenyezi Mungu anasema kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, ya kwamba ni kauli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitumia ya kwamba mimi na mitume wangu tutashinda. Sasa neno ambalo limetumika hapa ni kushinda, ambayo ni sifa. Sasa sifa hii inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mitume wake wote watakuwa na ushindi ama watashinda juu ya maadui. Naam. Kwa hivyo hiyo ni sifa, ushindi ni sifa. Kwa Mwenyezi Mungu amewakea wale wateule wake wote kwa siku zote watakuwa washindi. Naam. Asante sana kwa maelezo yako hayo. Ni kwa kuweka wazi bayana kuwa unaposema ismu haimaanishi kuwa yuko ndani kwa ndani anatumia hiyo jina, bali inamaanisha ni ile tu katika hiyo sifa. Bwana Idi Mahmud Makoha, ukizingatia kuwa kuanzia mwanzo kuna pingamizi nyingi sana, na moja wapo ni kutokana na ile ufunuo ambao alipata. Mimi nasema kuwa
antamini manzilati tauhidi wa tafridi. Masih Maud alayhi salatu wasallam alipata hiyo ufunuo, na wanasema kuwa kulingana na ufunuo bali pata anajaribu kujiweka kwa ati kujifananisha kwa kusema kwa yeye na Mwenyezi Mungu ni kitu kimoja. La, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam hathibitishi kwamba yeye anaweza kuwa katika nafasi moja na Mwenyezi Mungu. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ni mpendwa tu wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumpenda, kumwabudu na kumtumikia. Alijitolea maisha yake mazima kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, na katika majibu ya Mwenyezi Mungu kwa maombi yake na utumishi wake ikawa anatoa funuo hizi kumuelekeza Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kumweka sawa kwamba yeye ibada zake zote hazijaanguka patupu. Ibada zake zote zina matokeo mema, na hii ilimaanisha kwamba Mwenyezi Mungu anampenda Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kama jinsi anavyojipenda yeye katika umoja wake na upekee wake. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam amewekwa tu katika ile nafasi kwa sababu ya kumpenda na kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo nitasoma nukuu yenyewe ambayo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ameelezea uhusiano huu uliopelekea Mwenyezi Mungu kusema anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza vizuri katika kitabu cha 40 nambari ya 3 ukurasa wa 413, Ruhani Khazain jalada la 17 ukurasa wa 413, akasema mwenyewe kwamba yuko karibu nami katika upendo kama umoja na upekee wangu. Ndivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam alipoambiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu tuangalie kwamba ametumia neno min la Kiarabu, na neno min la Kiarabu lina maana mbili. Kuna maana ya mahali, yani kutoka mahali, na kuna maana ya kimilikishi. Kwa hivyo hapa maana iliyotumika vizuri hapa ni ya kimilikishi, kama yani ni kama kutoka kwangu. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alitunukiwa hadhi ya pekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio sababu alisema anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi. Yani wewe uko karibu nami sana na uko mpendo wangu sana, kama nakupenda kama ninavyopenda umoja wangu na upekee wangu. Ya kwamba mapenzi ya aina hii yalikuja tu kwa sababu ya utumishi wake Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana kwa maelezo hayo, kwa kutufanya watazamaji kuelewa zaidi na kuwaelimisha. Na Bwana Kasim, kuna mojawapo pia za tuhuma ama shutuma zilizotolewa dhidi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Wanasema isma, kusema ufunuo wake mbona wanasema isma waladi. Je, wanasema wanaunasibisha, wanasema kwa yeye alijaribu kuonyesha ufunuo wake kuwa yeye alikuwa mwana wa Mwenyezi Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Allah. Kwa hivyo huu pia anajaribu kudhibitisha uungu wake. Je, hiyo kauli ya wapinzani ni sawa? Na kama sio sawa, kwa nini si sawa? Kauli hii si sawa kabisa, kwa sababu ni madai ambayo hawa wapinzani wanatumia kwa kusema kwamba Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ametumia neno hili kwa kujionyesha kwamba pia yeye ni mtoto wa Mwenyezi Mungu ama ni mwana wa Mungu. Sasa wanasema vile Wakristo wanavyosema kwamba Nabii Isa ama Yesu Kristo alayhi salatu wasalam ni mtoto wa Mungu. Sasa wanasema Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad pia yeye amejiita kwamba yeye pia ni mwana wa Mungu. Na hili linadhibitika, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad anakana ama hii inakuwa ni anakana kwamba yeye hajajiita mtoto wa Mungu. Na katika nukuu hii ama katika hii ambao wanadai ni ufunuo, ni kwamba imekuja kimakosa. Ni kusema kwamba imekuwa ni makosa ya chapa, na imekuwa makosa ya chapa, lakini kwa sasa hivi ama imedhibitika kwamba haikuwa imekusudiwa kuandikwa hivyo kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Nukuu ambayo hawadai wanasema kwamba ni Masih aliahidiwa inasema isma waladi, lakini tafsiri ambayo ni ya kweli ni kwamba asma'u wa ara, ninasikia na ninaona. Sasa hiyo ndio tabiri ambayo ni halisi ya kwamba ninasikia na ninaona. Ufunuo ambao ni wa halisi ambao unasema ninasikia na ninaona.
Na hivi vile nimetangulia kusema kwamba ilikuwa ni makosa ambayo yalichapishwa na yakatokea, na mchapishaji ambaye amechapa kitabu hiki kwa jina Manzur amedhibitisha ama imedhibitika kwamba yeye ndiye alikuwa amechapisha kimakosa, lakini ufunuo halisi ni ule ambao nimekusomea kwamba ni kwamba anasikia na anaona. Sasa wapinzani wanasema kwamba hii ni dhihaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama Hadrat Masih Maud anamdhihaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hili tukumbuke kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ametumia maneno kama haya kwa utumishi wake na si kwa Hadrat Masih peke yake. Kwa hivyo hili ni dhibitisho ambalo Hadrat Masih Maud ameliweka wazi na halina upingamizi ndani yake wala halina shutuma ambazo akamwekea Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Na hiyo nukuu ya Manzur inapatikana katika kitabu gani? Inapatikana katika gazeti la Al-Fazal jalada la 9 ukurasa ni wa 96. Naam, asante sana kwa maelezo hayo, kwa kutufahamisha kuwa ilikuwa ni kosa tu. Ufunuo haikuwa jinsi wameweka wapinzani wameweka, bali ilikuwa tu ni kosa ya mchapishaji, litokea kwa kutokana yule katika uchapishaji ama karakana ya uchapishaji, ndio hiyo kosa litokea. Kwa hivyo asante sana kwa maelezo haya, na pia kufahamisha wasikilizaji kuwa haikuwa yeye mwenyewe, ufunuo haikuwa hivyo jinsi walivyodhamiria ama jinsi wanavyosema, bali hiyo ni kosa kutokana na uchapishaji. Kuna pia wapinzani wanasema kuwa Ibn Maryam, neno ama Ibn Maryam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amejinasibishia jina Ibn Maryam kwake kuwa yeye ni mwana Maryam, ilhali mamake mwenyewe ni Chirag Bibi. Sasa wapinzani wanasema kuwa anajaribu kujilazimishia kitu ambacho hakipo. Anasema kuwa ameitwa Mwenyezi Mungu, ameita yeye ni Ibn Maryam. Utaelezaje hii tuhuma ama shutuma ambao wapinzani wanasema haistahili? Na mtangazaji, naelewa kwamba bila shaka wapinzani wana kazi ngumu pia wanayofanya, kwa sababu wanafanya utafiti ambao hauna matunda kwao. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kusema yeye ni Ibn Maryam ni kwa sababu ya kimathali, sio Ibn Maryam kidhahiri kwamba yeye ndiye mwana wa Maryam. Na vile vile kuna hadithi inayopatikana katika kitabu cha Bukhari ambayo inaeleza kwamba watoto wote wanapozaliwa wana mguso wa shetani na wanabaki wakilalamika kwamba wana mguso wa shetani isipokuwa Mariamu na mwanae. Sasa hili swala limekuwa ngumu kwa wapinzani kulielewa, na hapa ni jambo rahisi sana kulielewa kwamba je, ikiwa katika watu wote ambao tunajua kwamba ni wacha Mungu kuanzia wakati wa Nabii Adam alayhi salatu wasalamu, waje msururu wa manabii wote wafike mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watabakia watu wawili tu, Mariamu na mwanae, ndio watakuwa watu wema pekee. Na hawa watakuwa sasa ni watu wa aina gani? Hata mpinzani mwenyewe akileta hiyo picha machoni kwake ya kwamba yeye anapinga, anatetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio, lakini anatetea mtume kwa njia gani? Kwa njia kumdhalilisha, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fahari ya walimwengu, ni fahari ya wanadamu, ni fahari ya manabii, ndiye mbora katika manabii. Lakini hapa wanakuja wanaleta upinzani wakisema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anakosea kujiita Ibn Maryam, bimaana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa yeye atakuwa na mguso ule wa shetani ambao umeelezwa katika kitabu cha Bukhari. Ili kuondoa dukuduku hili, Allama Zamakhshari alieleza ukweli wa jambo hili na akasema kweli, watoto wakizaliwa wote wana mguso wa shetani isipokuwa Mariamu na mwanae, lakini hii inatokea kwa sababu walilindwa. Na hivyo watu wote ambao ni wacha Mungu wao pia wamelindwa na Mwenyezi Mungu na wanahusishwa katika hii sifa ya Ibn Maryam na Maryam mama yake. Yaani jinsi ambavyo Maryam na mwanae hawa wawili wanahesabiwa kwamba ni wacha Mungu, ndivyo ilivyo pia kwa hawa manabii wote wa Mwenyezi Mungu, pia hawajaguswa na mguso wa shetani. Kwa hivyo hata na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili swala limekuja kwa wakati ulio mwafaka wa kueleza hawa wapinzani, kwa sababu shutuma za aina hii zimepelekea hata watu ambao ni waumini wa kawaida
kuingia katika ile shida ya kwamba wao wana mguso wa shetani. Sasa tukiangalia vizuri, tunakuta ya kwamba hata kuna aya za Qur'ani tukufu zinazoelezea watu ambao ni watakatifu, ambao wamekaa katika yale mazingira ya utata lakini wakawa watakatifu. Na nanukuu kutoka Qur'ani tukufu jinsi ambavyo hawa watakatifu wameelezewa. Hiyo ni aya ambayo inapatikana katika sura Tahrim. Inapatikana katika sura Tahrim aya 12 na 13. Inaelezea vizuri kwamba tuangalie mfano wa huyu mke wa Firauni, kwamba licha ya yale mazingira ya ukatili wa Firauni na jinsi alivyokuwa mtu mbaya, mke wake alibakia kuwa msafi. Na tuangalie pia hali ya Bi Mariamu ambaye alikuwa ni binti ya Imran, ya kwamba tukampulizia humo roho yetu na akayasadikisha maneno ya Mola wake na vitabu vyake, na alikuwa miongoni mwa wanyenyekevu. Tukiangalia katika nukuu hii, tunapata kwamba hawa walikuwa ni watu wema katika mazingira ya utata, na ukiangalia kulikuwa pia nyuma yake na watu kama mke wa Luti na mke wa Nabii Nuhu, ambao walikuwa ni watu ambao ni waovu katika mazingira ya watu wema, na hawa ni wengine ambao ni watukufu katika mazingira yale tofauti. Kwa hivyo hili linamaanisha wazi ya kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kujiita Ibn Maryam ni kwa sababu yeye amekaa katika ile hali ya kutoguswa na mguso wa shetani kama ilivyo manabii wengine wote, na wala hajaitwa Ibn Maryam kwa sababu Mariamu ndiye mama yake. Asante sana kwa maelezo uliopeana, ambaye najua umeelimisha umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Bwana Kasim Oponyo, kulingana na kistilai neno Ibn Maryam na Maryam, kistilai ukinastibishia wale katika kiroho wanaume, yani wale waumini wa kiume katika kislahi ya kiroho, utaelezaje kuhusiana na hili swala la hii majina mawili ya Ibn Maryam na Maryam? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa ningependa mtazamaji wetu aelewe kwamba maneno haya mawili maana yake si ya kidhahiri bali ni ya kimfano. Kwa mfano, hili mtu anapotumia neno ya kwamba Maryam na kuja katika Isa, ni kwamba katika Maryam anafananishwa na mtu ambaye ni mkweli. Yani katika mtu anapoishi katika maisha yake, anapitia katika maisha ya ukweli mpaka anakuja anaingia katika hali ya Maryam. Maana yake ni kwamba Maryam alikuwa ni mke ambaye alikuwa ni mkweli hadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamini na akampulizia roho mtakatifu mpaka akazaliwa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Na katika bin Maryam ambaye ni Isa, naye ni hali ya utume, ya kwamba katika kule kuaminika kwa Mwenyezi Mungu amemwamini Maryam, akafanya nini? Akamleta Isa alayhi salatu wasalam. Pia Masihi alaidiwa naye pia anaaminika pia Mwenyezi Mungu amemwamini, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu akidhibitisha kwamba ukweli wa nabii ambaye ni mkweli. Anasemaje? Anasema huyu nabii anasema, nimekaa nanyi muda mrefu, nimefanya nanyi hiki na kile, lakini sijai sema uongo wote katika kati yenu. Kama kuna uongo ambaye nimezungumza, basi mtu afanye nini? Atoe ule uongo. Sasa katika hali hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia tu namna ya mifano, na vile Maalim Saba amesema mtu anapotumia Maryam ametumia kwa namna ya mfano. Kwa mfano, kuna hadithi moja ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote miongoni mwenu atakayemtamani kumuona Isa bin Maryam katika hali ya kujitenga na mambo ya dunia, basi amtazame Abu Darda. Kwamba kuna sahaba ambaye alikuwa anaitwa Abu Darda. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yule mtu ambaye atatamani kumuona Isa bin Maryam, basi amtazame nani? Abu Darda. Bimaana ni kwamba huyu hakuwa Maryam, lakini ni kwa namna ya mfano tu. Sasa Masihi Maud alayhi salatu wasallam wakati ametumia neno hili, hajamaanisha kwamba yeye ni Isa yule aliyetangulia, bali ni Isa wa mfano ambaye amekuja kufanya kazi ambayo Nabii Isa alayhi salatu wasallam alifanya katika umma uliopita, na yeye amejiita Isa kwa sababu amekuja kufanya kazi hii katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante sana, nashukuru kwa maelezo haya ya kueleweka. Naam, nawashukuru sana kwa ujio wenu na kupeana elimu na maelezo, na pia kujibu shutuma zilizotolewa
na wapinzani dhidi ya maisha matakatifu ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Pia nawashukuru na penda mje pia siku zijazo pia muweze kuungana nami ili tuweze kuelimisha pia watazamaji wetu na umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asanteni. Naam, ndugu watazamaji wapendwa, nashukuru kwa muda wenu mliokuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi tamati, na natumai kuwa umenufaika na kufaidika na elimu iliyotolewa na waliobobea katika nyanja ya elimu ya kidini. Sina mengi wala la ziada isipokuwa kuacha tu na neno moja kwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए।